Waziri wa Mipango alieleza kwa ufasaha mkubwa sana. Ujumbe mkubwa kutoka kwake ni kwamba ifikapo mwaka 2050 pato la taifa GDP tunataka iwe ya dola trilioni 1. Mwaka huo huo tunataka pato la mtu mmoja mmoja GDP per capita iwe dola 7,000. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na yeye katoa hotuba ya ufasaha mzuri. Ujumbe mkubwa kwetu sisi wa Tanzania, anasema kwamba mwaka ujao wa fedha 26-27 uchumi utakuwa kwa 6.3 na bajeti atakayotuletea hapa baadaye mwaka huu itakuwa karibu ni ya trilioni 47. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenda na vision ya 2050 ya dola trilioni 1 na GDP per capita ya dola 7,000 inawezekana. Hawajafanya makosa. Mimi kwanza, kwa niaba ya wananchi wa Msoma vijijini, haya tunayoyajadili yote ni mazuri, kwa sababu miradi yetu mikubwa, barabara, umwagiliaji, imo kwenye mipango na serikali inatafuta fedha. Kwa hiyo serikali inafanya vizuri na Mheshimiwa Rais anafanya vizuri. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuwasaidia kutoa mchango kwamba makisio hayo yanahitaji uchumi ukue kwa kadri ya 10%, ukipungua sana 8%, na sisi tuko 6.3. Kwa hiyo kazi yetu ya kwanza ya kufanya tufanikiwe hapa ni kukuza uchumi. Na kama mnakumbuka, Mheshimiwa Waziri wa Mipango amesema kwa takriban miaka 20 uchumi wetu umekuwa kwa 6%. Na ni kweli ni kwamba ukiangalia rekodi yetu ni mara moja tu tumenusa 7%. Lakini wataalamu wa uchumi walivyoandika toka miaka ya 80 wanasema kama nchi maskini nataka kupunguza umaskini kwa kasi, lazima uchumi ukue kwa 8% na sana 10%. Sasa hili linawezekana. Kwa hiyo Watanzania hatujafanya kosa na mipango yetu sio makosa, lakini twende kwenye uhalisia. Mfano wa mafanikio ni huu. China mwaka 1978 pato lake la taifa lilikuwa karibu bilioni 150. Miaka 25 baadaye, kama miaka 25 tuliyoiweka sisi, pato lake la taifa likawa dola trilioni 1.7. Lakini hayo mafanikio ya China hayo ni kwamba uchumi ulikuwa kati ya 9.1 na 10.1. Kwa hiyo ndugu zangu, mipango yote tunayoiongea, mawaziri na viongozi wote wakisimama, kama uchumi haujavuka 8%, hatuwezi kufanikiwa. Hilo ndio la kwanza kabisa. Yote tutaongea bila chini ya 8%, hakuna mafanikio. Sasa pendekezo langu la kwanza, ili uchumi ukue kwa kasi ya 10% karibu 10 kwa mwaka na pato la taifa liongezeke twende kwenye dola trilioni 1, kuna sekta za uzalishaji ambazo zinapaswa kuchangia pato la taifa. Na mapendekezo yangu ni haya: kilimo na bidhaa za kilimo. Kilimo ichangie 35% ya GDP. Uchumi wa gesi, natural gas, labda baadaye tutapata na mafuta, uchangie 25%. Madini bado sana, inapaswa ichangie 20%.
utalii 15%, uvuvi na ufugaji 3%, michezo, mziki na utamaduni 2%. Tusipokwenda na hizo 1% hizo, haiwezekani tupate uchumi wa trilioni 1 ndani ya miaka 25 ijayo. Kingine tena, mwenyekiti, Tanzania ni sehemu ya dunia. Humu mijadala yote tumejijadili sisi wenyewe. Majadiliano huwa yaendi hivyo. Uwezi ukaweka mipango ya maendeleo unajijadili wewe mwenyewe. Ni lazima ulinganishe, ndio utaona kwamba unafanya vizuri au unaenda vizuri. Kwa hiyo makisio ya uchumi wa dunia mwaka huu makisio ni dola trilioni 124. Ndio GDP ya dunia mwaka huu, trilioni 124 dola. Na nchi 5 bora hizi nimezichukua, baadaye mtaona umuhimu wake. Ya kwanza ni Marekani, ina uchumi wa trilioni 31.8. Ya namba 2 China 20.7. Namba 3 Ujerumani 5.3 trillion. Ya 4 India 4.5 trillion. Ya 5 Japan 4.46 trillion. Cha muhimu hapa kuangalia, sisi watu wa Afrika tujifunze kutoka kwa China na India. Kwa mara ya kwanza toka mwaka jana, India imekuwa namba 4 duniani. Sasa nimechukua hizi nchi mbili, mwenyekiti, nikalinganisha na nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania. Kwanza tunaenda kwenye ubora, uchumi unavyokuwa. Nimeangalia karne ya 20 na karne ya 21. Karne ya 20 nimechukua mwaka 1960. Exchange rate, yani dola moja ya Marekani mwaka 1960, dola moja ulikuwa unapata yuani 2.6 za China. India zilikuwa rupii 4.7. Kenya ilikuwa shilingi 7.14, na Tanzania ilikuwa haijawepo. Tanzania ilikuwa Tanganyika mwaka 60, ilikuwa shilingi 7.3 kwa dola moja. GDP per capita mwaka huo wa 60 huo, China ilikuwa dola karibu 90, India 85, Kenya 103, Tanganyika ilikuwa dola 276. Kwa hiyo tunavyojadili hivi, wa Tanzania tuweke maanani, tulishawahi kuwa kiuchumi, tulishawahi kuwa juu ya China, India na Kenya mwaka 60. Mwaka 80 dola moja ya Marekani ilikuwa yuani 1.5, rupii 7.86, Kenya shilingi 7.03. Tanzania sasa 80 tulishakuwa Tanzania, dola moja ilikuwa shilingi 8 na senti 2. GDP per capita ya mwaka 1980, China ilikuwa dola 195, India 271, Kenya 435. Tanzania bado tulikuwa tunazidi hizo nchi kwa sababu GDP per capita yetu ilikuwa karibu dola 479. Kuingia karne ya 21, ina takwimu nyingi, nimechukua mwaka jana. Exchange rate, Mchina na India wamebaki pale pale. China ilikuwa yuan 7, India rupii 90, Kenya ni shilling to dola ilikuwa 130. Tanzania exchange rate yetu ilikuwa zaidi ya dola shilingi 2460. GDP per capita, China imetuacha, tulioishinda. China sasa GDP per capita ni dola 13,806. Imekuwa huko tunapokwenda upper income, upper middle.
ni dola 2,900, Kenya dola 2,550, Tanzania dola 1,302. Kwa hiyo waheshimiwa, tunachojadili hapa, tunataka kutoke GDP per capita ya dola 1,302 ndani ya miaka 25 tuende dola 7,000. Haiwezekani kufika huko kama uchumi wetu hautakuwa kati ya 8% na 10% na hasa zaidi ya 10%. Sasa nilitoa ahadi ya kuwapa vyanzo vipya vya fedha. Mwenyekiti, niongeze dana. Kangu umesema unanipa dakika zako ha? Haya, Kanga ananipa dakika zake hapa kusudi niwapatie vyanzo vipya vya fedha. Cha kwanza, ambapo tukitaka huu uchumi ukue, vya kwanza nimeshawapatia zile asilimia zile za zile sekta 6 zituchangie hizo hela, kilimo nini. Cha pili, na nashukuru mheshimiwa profesa ulikitamka, ni lazima tuanzishe kitu kinaitwa wealth funds za natural resources. Yani hapa topic ni kwamba, sijui Kiswahili chake, unajua wengine sisi tunatoka bara Kiswahili kibaya, lakini tuongee lugha inayojulikana duniani. Natural Resources Wealth Fund. Ndugu zangu, bila kupata hii uchumi wetu hautafanikiwa, na nashukuru mheshimiwa waziri wa mipango ametaja. Sasa wealth fund ya kwanza ni Natural Gas Sovereign Wealth Fund kama ya Norway. Norway walianzisha mwaka 1990, sasa hivi wana dola trilioni 2.2, na wakimgawia kila Norwegian anapaswa kupata dola 340,000. Na Sovereign Fund ya Norway imenunua hisa kwenye stock exchange dunia nzima. Imechukua 1.5% ya equity kwenye stock exchange za dunia nzima. Kwa hiyo wewe ukienda Amazon kununua unachangia Norway. Ukiwa Microsoft unachangia Norway. Wamenunua dunia nzima. Kwa hiyo sisi mafuta yetu, kwa kuwa tunaingia kwenye shughuli ya uchumi wa gesi hasa wa LNG, ni lazima tuwe na sovereign fund, na nashukuru mheshimiwa waziri aliitaja, na mfano ni kwamba sasa hivi tuna gesi kiwango cha 57.5 TCF, trillion cubic feet, lakini na imani miaka michache ijayo tukifanya exploration kule kwenye Ruvuma Basin, huenda tutafika hata trillion 100 trillion cubic feet. Ni gesi nyingi, na hiyo ndio itatufikisha huko kwenye uchumi wa trilioni 1. Cha pili, ni lazima tuanzishe Mineral Wealth Fund. Hatuwezi kuwa tunafurahia tu dhahabu imechangia, lakini kama mlivyosema dhahabu inaisha, vizazi vingine havitapata. Kwa hiyo tutakuwa na fandi mbili za mafuta na gesi, iwe na fund, halafu tuwe na fandi nyingine ya madini tu. Na mfano ni kwamba, kwa mfano dhahabu, mwaka Januari, bei ya dhahabu Januari 2020, yule mchimbaji mdogo ilikuwa ounce moja ilikuwa dola 1,500, lakini Januari mwaka huu ounce moja ni zaidi ya dola 5,000. Sasa unaona kuna tofauti hapo, lakini sisi tunachukua mambo kama ya kawaida, lakini tulitakiwa hiyo faida tuweke fundi, tuzifungie mahala fulani hizo fedha. Kwa hiyo tutakuwa hii ya madini tutatumia dhahabu, tutatumia tanzanite. Cha ajabu ni kwamba mwaka 2024 cha India ambayo haina tanzanite, export yake duniani ilikuwa dola 80 milioni, na Tanzania sisi wenye tanzanite export yetu ilikuwa 19.2 milioni. Kwa hiyo tunampa Muhindi, anachonga, anasafirisha. Sisi wenye tanzanite tuko chini kabisa. Tutatumia tanzanite. Cha tatu, tutatumia technology minerals.
Yani tuna uranium, tuna graphite, haya madini yote yanayotakiwa sasa hivi tukichimba na kuyauza tuweke. Na la nne kwa upande wa madini ni helium, gesi ya helium ambayo kule Rukwa tumeshagundua tuna karibu 170 billion cubic feet of helium gas. Na ya kwetu, helium ya kwetu ni nzuri kwa sababu ni natural. Helium zingine zinatokana na mabaki ya processing ya mafuta na gesi. Kwa hiyo haya madini na yenyewe yawe na fund. Na mwisho ya tatu ni gold reserve. Sasa sitaki kuiongea hii, mmeongea mengi, lakini nashukuru tulipendekeza gold reserve ikaanzishwa. Tukitaka uchumi wa dola trilioni 1 ni lazima tuwe na reserve ya dhahabu. Na ya nne ya kuleta ni ndugu zetu wa diaspora. Tusiwe tu siasa, tu export. Na hapa ndio watu wanaodharau elimu, watu waliosema mkidharauliwa inabidi mwe mnakuwa wapole. Lakini uwezo ukaikwepa elimu hata iweje. Kwa hiyo mkitukanwa mliosoma kweni wapole tu, hakuna mtu anaweza kukwepa elimu, kwa sababu hawa labor export diaspora wanaoleta hela ni wale wasomi wataalamu wanaopata mshahara zaidi ya dola 10,000 kwa mwezi. Kwa hiyo hapa nikiangalia remittance, kwa nini nasema la wasomi? Tuwekeze watoto wasome. Remittance watakaoleta hela nchini mwaka 2025, mwaka jana, India imevuna dola bilioni 135. China imevuna dola bilioni 50. Kenya imevuna dola bilioni 5. Tanzania tumepata milioni 800. Kwa hiyo hiki nacho ni chanzo cha pili. Cha mwisho ni ambayo msemaji mmoja mbunge nadhani ametaja vizuri. Ndugu zangu, hakuna kusema kwamba serikali isifanye biashara. Hayo ni mambo ya kizamani. Sasa hivi Uingereza imeanza kutaifisha hata reli zake. Kwa hiyo Wachina wanaendesha dunia ni kwa sababu serikali ya China inafanya biashara. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuwe na state capitalism. Nakuja kumalizia ya mwisho. Tuwe na state capitalism. Dakika mwisho ya huyu namalizia moja tu hii. Mwenyekiti, moja. Kwa hiyo tuwe na makampuni ya kitaifa ambayo yataweza kuwekeza, kwa mfano migodi, tuwe na kabisa na makampuni yetu huko railways na nini. Na mwisho, na hii ni muhimu sana, matumizi yetu ya umeme ya sasa hivi, waheshimiwa mipango, sijui tunasema tuna kilowati ngapi, tuna megawatts ngapi. Mipango yetu kufika mwaka jana zilikuwa ziwe megawati 10,000. Haiwezekani twende na uchumi wa dola trilioni 1 na umeme mdogo kiasi hiki. Mfano mzuri ni hapa China na India. Na uzalishaji wetu wa umeme ni lazima tuzalishe kutoka kwenye jua, upepo na joto ardhi, geothermal. Mfano sasa, na malizi hii ndio ya mwisho kabisa, sasa kusumbua, ni kwamba sola. Ndugu zangu, nimewapatia hii muipate solar power. India tumesema China ndio ya pili duniani kwa uchumi. Angalia umeme unaozalishwa kutoka kwenye jua, umeme jua, sola, wana gigawatt 1,200. Maana yake ni megawatt milioni 1,200,000. Megawatt milioni 1,200,000 za sola. India ambayo ni ya 4 duniani kiuchumi, umeme jua, solar energy, wana gigawatt 136. Inamaanisha 136,000 megawatts. Tukichukua umeme, China ya pili duniani kiuchumi, umeme wa jua wa upepo una gigawatt 640. Inamaanisha megawatt 640,000
elfu. India ina gigawati 55, inamaanisha megawati 55,000. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema mipango tuliyoiweka inawezekana, uchumi ukue kwa takriban 10% na tuwe na umeme mwingi kweli kweli. Asante mwenyekiti.